Kati ya eneo linalojulikana kama mji mkuu wa magari duniani, kuna kisiwa ambacho hakiruhusu gari hata moja. Hakuna honi, hakuna misururu ya magari wala moshi wa injini. Badala yake kuna sauti ya kwato za farasi, baisikeli zinazopita taratibu na upepo laini unaovuma kutoka ziwa Huron. Hiki ni kisiwa cha Mackinac kilichopo kaskazini mwa jimbo la Michigan nchini Marekani. Ni kisiwa kidogo chenye wakazi wapatao 600, farasi takriban 600 na mtindo wa maisha unaonekana kana kwamba ni wa kurithi kutoka karne iliyopita. Michigan ni eneo ambalo majina makubwa ya magari kama Ford, General Motors na Chrysler yanapotengenezwa, jambo linalofanya litambulike kimataifa kama kitovu cha tasnia ya magari. Kwa zaidi ya miaka 100, kisiwa hiki kimeishi bila magari, kikiendeleza utamaduni wa utulivu, subira na mwendo wa polepole, sifa ambazo leo zimekifanya kuwa kivutio cha kipekee kwa wasafiri kote duniani. Simulizi ya kukosekana kwa magari kwenye kisiwa cha Mackinac inaanza mwishoni mwa karne ya 19 wakati magari yalipoanza kuonekana Marekani. Kwa mujibu wa simulizi za wenyeji, mwaka 1998 gari moja lililipuka kwa kishindo, lilisababisha farasi waliokuwa karibu kuogopa sana. Tukio hilo liliwaacha viongozi wa kijiji wakiwa na hofu kubwa. Farasi walikuwa ndio njia kuu ya usafiri na uti wa mgongo wa uchumi wa kisiwa. Hivyo mamlaka zilichukua uamuzi wa kupiga marufuku magari ndani ya kijiji. Miaka 2 baadaye, marufuku hiyo ilipanuliwa na kutumika kwa kisiwa chote. Tangu wakati huo, hakuna gari la injini lililoruhusiwa kuingia, na hata leo marufuku hiyo bado ipo. Zaidi ya karne moja baadaye, farasi bado ni moyo wa maisha ya kila siku ya wananchi wa kisiwa cha Mackinac. Wakati wa majira ya kiangazi, farasi wapatao 600 hutumika katika shughuli mbalimbali, kuanzia kusafirisha watalii hadi kazi nzito za usafi. Taka hukusanywa na magari ya farasi, mizigo huwasili kwa magari ya kukokotwa, na hata vifurushi vya kampuni kubwa kama FedEx kusafirishwa kwa njia hiyo hiyo ya jadi. Kila mwaka zaidi ya watalii milioni 1.2 hufika kisiwani humo wakati wa kiangazi. Hata hivyo, kadri msimu wa vuli unavyokaribia, farasi wapatao 300 huanza kurejeshwa bara, ishara ya mwisho wa msimu wa watalii. Kisiwa cha Mackinac kilikuwa na umuhimu mkubwa muda mrefu kabla ya kuwasili kwa watalii au wageni kutoka Ulaya. Kwa mamia ya miaka, jamii za asili za Anishinaabe zilitumia eneo hilo kama kituo cha uvuvi, uwindaji na biashara. Ngome ya kijeshi iliyojengwa na Waingereza mwaka 1780 bado ipo hadi leo, ikiwa ni ushahidi wa historia ndefu ya kijeshi ya kisiwa.